Kupitia kitabu cha Danieli tunaona kwamba unaweza ukawa unapitia mateso mabaya, wewe binafsi au familia yako, ukoo, jamii au taifa linaweza kuwa linapitia mabaya kwa sababu ya maovu ambayo sio wewe umeyatenda, au sio ninyi uzao wa sasa hivi umeutenda, bali ni maovu ya baba zenu. Tunaona katika Danieli sura ya 9 mstari wa 13, anasema kama ilivyoandikwa katika sheria ya Musa, mabaya haya yote yametupata, lakini hata hivyo hatukumwomba Bwana Mungu wetu atupe fadhili zake ili tugeuke na kuyaacha maovu yetu na kuitambua kweli yake. Tunaona kwamba Danieli hapa ni wakati akiwa utumwani. Wakiwa utumwani, wanasema haya mabaya kumbe yamewapata ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu ya maovu. Lakini wao wameingia utumwani sio kwa sababu ya maovu ambao waliyatenda wao, bali ni maovu ya baba zao na babu zao, kwa kutowasikia manabii wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaenda kwenye njia zao badala ya kuzifuata njia za Mungu. Kwa sababu hiyo wakawapitia hayo mateso. Kwa wanasema kwamba hawakumuomba, kosa lile lilifanya ni kwamba hawakumuomba Mungu awape fadhili. Kumbe tunaweza tukaona kwamba licha ya kwamba muda ulikuwa umeshafika wa hawa watu kutoka utumwani, lakini tunaona kwamba bado walikuwa hawajatoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa hawajaomba rehema mbele za Mungu, walikuwa bado hawajaomba fadhili za Mungu, hawajamsii Mungu awasaidie, hawajatubu dhambi zao na maovu yao. Ndio maana waliendelea kubaki utumwani licha ya kwamba muda wa kutoka ulikuwa umeshafika. Tukiona hapo kwenye hiyo sura ya 9 mstari wa 2, tunaona hapo anasema kwamba katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba akagundua kumbe ile miaka ya ukiwa ambayo itakiwa itimizwe imeshakamilika, lakini kwa nini bado tuko utumwani? Ndipo akagundua kwamba kwa sababu hatujaomba toba, hatujaomba rehema. Kwa hiyo mpaka mtumishi wa Mungu Danieli aliposimama kuomba rehema kwa ajili yake, kwa ajili ya dhambi za wote waliopita na kwa ajili ya wengine wote, ndipo ambapo Mungu alifanya njia na mlango wa kuwatoa utumwani. Kwa hiyo nini? Hii ina maana kwamba sio lazima kwamba taifa lote waombe, ila mtu mmoja tu kupitia maombi yake akajinyenyekeza chini ya Mungu, Mungu anaweza kusaidia taifa zima, anaweza kusaidia jamii, anaweza kusaidia familia, anaweza kusaidia ukoo kupitia mtu mmoja tu ambaye atajinyenyekeza chini ya Mungu. Kwa hiyo wewe ukiamua kuwa mmoja, ukaamua kumtafuta Mungu kwa bidii, ukaamua kujinyenyekeza